upepo unavuma kwa ghadhabu, nyota zimezimika, giza limekumbatia anga, maneno yanapotea katika sauti za vilio, lakini ndani ya mioyo kuna cheche za upendo. Je, ni mwisho ama ni mwanzo wa safari mpya? Je, vita vitakoma ama ni mapenzi yatashinda? Na tatizo nitakuja. Miti na inama, upepo unavuma kwa ghadhabu, nyota zimezimika, giza limekumbatia anga, maneno yanapotea katika sauti za vilio. Nimekuja hapa kijana wako, mimi ni kijana tu hapa kijijini, na watu baadhi wananifahamu na sifa zangu zipo katika hiki kijiji zimeenea. Sasa kuna kitu nimekiona kwenye nyumba yako, yani kuna tunda nimeliona kwenye nyumba yako, nikasema takuwa sijatenda haki kama nikilitumia kama vijana wengine wanavyowatumia watoto wao wengine. Nikasema ngoja nifuate utaratibu jinsi ulivyo ili niweze kuchukua tunda hili kiuhalali kabisa. Mimi nampenda sana binti wangu na mapenzi yangu kwake si kwa nia mbaya. Nahitaji awe mke wangu kabisa. Na ndio maana nimekuja kukuambia ili uweze kuelewa kuwa na hii taarifa. Umemaliza? Ndio. Haba nikuulize swali moja. Unatoka mama. Unajua sisi wa Afrika tuna kawaida zetu, kuna utaratibu wetu tuliojiwekea. Sasa kama wewe unauvunja ule utaratibu, unapita shortcut, inapofikia hatua kuna utaratibu unafuatwa. Sasa wewe unafunga tu safari huko ulipotoka, unakuja kuzungumza na mimi baba. Uone kama hilo ni kosa kwanza? Alafu isitoshe, wewe una wazazi? Sina wazazi. Unaishije hapo kijijini au hapa mtaa? Wazazi ninao. Kwa maana unanidanganya. Labda nikutake radhi kwa hapo nimeteleza kidogo. Na kuomba nisamehe mzee. Na kama unanidanganya mimi baba mtu, wewe mtoto wangu utaishi naye vipi kama mshangara kweli? Kwa hilo hapo hakuna tatizo kabisa. Mimi niko tayari kwa maisha yoyote yale ndapo na yeye akiwa tayari kuwa na mimi. Kama nitakula kisamvu na yeye atakula kisamvu, kama nitalala chini na yeye atalala chini, na nikivaa suruali iliyotoboka tutaenda hivyo hivyo. Na elimu gani wewe? Mimi sijabahatika kusoma. Kwenda shule kabisa? Au ulipelekwa ukatoroka? Sibahatika kabisa kupita shule. Sasa kama ukufanikisha kwenda shule, na mtoto wangu utaishi naye vipi? Mtaishi vipi hapo? Utaishi vipi?
tutaishi kwa kudra za Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndo muweza wa yote na Mwenyezi Mungu ndo kaniumba mimi. Na Mungu huyo ndo kamuumba Sofi. Kuto kusoma sio kwamba riziki ndo huwezi kupata. Kwa hiyo sijasoma, Sofi hajasoma, mimi maskini, lakini maisha yetu yatakuwa yanaendeshwa kimungu Mungu. Hivi ulishawahi kuona gari bovu likavuta gari bovu? Ina maana gari zima ndio linavuta gari bovu, si ndio maana yake? Sasa wewe au Sasa mimi mtu kama yule nampenda. Kwa hiyo umemkataa, umemkubali. Sasa mimi namkubalije mtu asiokuwa na pesa? Sasa unakataa bahati. Ujue pengine Mike anakupenda kweli, afu unamchukulia masiara, unamchukulia simple. Hata kama mimi nimemwambia mimi sitaki mwanaume anayenipenda, nataka mwanaume mwenye pesa. Sofi rafiki yangu, naomba usimwangalie mwanamume mavazi yake au muonekano wake au kwake kupoje. Hebu angalia moyo wake. Kama Mike amekwambia anakupenda, kwa nini usimkubalie? Sasa mimi mwanaume mwenye moyo wa kweli, moyo wake mimi naupeleka wapi? Mimi ninachotaka ni pesa. Upo mtu mwenyewe anatoka kokwa, sio anafuata maji na dumu lenyewe chafu kama nini, nampeleka wapi? Wewe usiangalie dumu, usiangalie mavazi yake, usiangalie kwake, angalia moyo wake. Mimi ninachoangalia ni pesa. Sitaki mwanaume anayenipenda, nataka mwenye pesa. Sofi, naomba unakuja kunikumbuka ninachokwambia. Sofi, baba wa taifa umekuwa sasa hivi. Na tatizo hao unaotaka wenye hela kwenye hiki kijiji, utampata nani mwenye pesa zake? Wote wakulima. Wanaume wenye pesa wapo, ukimtaka wapo. Hivi na uzuri wangu wote huu niende nikae na mtu asiyekuwa na hela kama huyo Mike anaenda si dukani, dumu lenyewe lilobeba la maji chafu, unampeleka wapi jamani? Sawa, Safi, sikatai. Wewe ni mzuri hapa kijijini, hakuna kama kufikia urembo wako, lakini wewe uzuri wako huo usitumie kigezo cha kuwachapia wanaume ambao maskini hawana pesa zao. Kwanza Mike ulikutana naye wapi? Barabarani, shambani au kisimani? Kaja nyumbani. Na sasa mwanamume katoka kwao kakufuata paka hapa nyumbani kwenu, kaja kueleza hisia zake. Kwa nini Sofi usimkubali? Hebu mpe nafasi yake kidogo. Nishakwambia hivi, mwanaume ambaye hana pesa mimi siwezi kuwa naye. Lazima nitumie urembo wangu vizuri kwa kupata mume mwenye pesa. Ina maana kama ningekuwa mbaya, mwenye pesa hawezi kunifuata. Sasa subiri, mwanamume mwenye pesa utampata hapo hapo. Unajua ni muda mrefu wewe bado hujaoa.
yatasimama wakati kila mtu analemewa. Mapigano ya kusikitisha yanaendelea, lakini tumaini linachoma giza lenyewe. Karudi kutoka Zanzibar, kaja kukaa kwenye manzi za babake. Hatari shughuli yangu. Kaja huko anatafuta mtu wa kuoa. Ana hela. Pesa hasa. Ana pesa kweli au ndo unamtetea? Wao bwana, lazima siwezi kudanganya. Ana mashamba ya mpunga hayo. Ana majumba. Yaani ana pesa kifupi. Mali za baba zake zote zilizobakia, yeye ndo mrithi. Huyo babake yupo hai au kashakufa? Kashafariki tu. Usiniambie. Jamani. Kwa hiyo sasa yani unanipeleka sasa hivi? Bwana twende sasa hivi. Sasa hivi hayupo. Kaenda wapi tena na yeye? Sijafahamu, lakini hata akirudi muda utakuwa ushaenda. Kwa hiyo inshallah kesho asubuhi nitaja nikufuate. Kesho yenyewe naona mbali. Yaani ikiwezekana kama hiyo asubuhi sana, yani saa 12 kasoro tuondoke twende. Usijali, nitaja nikufuate kwa sababu hata yeye sana hamu ya kukuona. Mambo si ndo hayo shoga yangu. Vitu kama hivyo mimi ndo navipenda sasa. Haya, nitakuja nikutafutie zawadi. Haya, mimi naenda zangu nitakapite. Mwanamke mapishi Haya basi poa. Haya, ukiongea msalimie, mwambie namsalimia sana. Haya. Hivi yule kijana namuona kila siku anapita hapa akauki kupita njia. Alafu muda wote sometime naona nyinyi mnaongea mnazungumza. Huwa mnazungumza nini na yule kijana ni nani kwako? Huzuni usoni kwa macho yanalia, hofu moyoni kama simba anafukia. Njia ni ndefu haijulikani mwisho wake, baridi ya hofu inapiga moyo bila huruma. Mshituko mkali, moyo unatetemeka. Nani atasimama wakati kila mtu analemewa? Mapigano ya kusikitisha yanaendelea, lakini tumaini linachoma giza lenyewe.